IRGC yashambulia ngome za jeshi la Marekani kulipiza kisasi shambulio dhidi ya maeneo yao ya pwani ya Iran. Kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimeshambulia ngome za jeshi la Marekani kwenye eneo la magharibi mwa Asia kulipiza kisasi uchokozi wa awali dhidi ya maeneo ya pwani ya Iran. Kikosi hicho kimesema hayo kwenye taarifa iliyotolewa Ijumaa, ikisema kwamba kisasi hicho kimelenga maeneo ya jeshi la kigaidi la Marekani magharibi mwa Asia. Taarifa hiyo imesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya vikosi vya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya pwani ya Iran kama sehemu ya mfumo usiobadilika wa Marekani wa kukiuka majukumu yake. Katika kufanya uchokozi huo, Washington imetumia visingizio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupita meli isiyofuata sheria katika njia ambayo haikuidhinishwa katika lango bahari la Hormuz, imeongeza taarifa hiyo. Hapo awali kamandi kuu ya majeshi ya Marekani ilikuwa imeripoti kuwa imefanya mashambulizi dhidi ya baadhi ya malengo nchini Iran. Wanajeshi wa Marekani waliotumwa kwenye eneo la Asia Magharibi walidai kuwa walifanya uchokozi huo badala ya kile walichokielezea kama shambulio la Alhamis la ndege zisizo na rubani dhidi ya meli ambayo waliipa jina ya meli ya mizigo ya MV Air Lovely yenye bendera ya Singapore. Limedai kwamba shambulio hilo lilitokea wakati meli hiyo ilipokuwa ikiondoka kwenye lango bahari la Hormuz kando ya pwani ya Oman. Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikikanusha madai ya kulenga vifaa visivyo vya kijeshi na kuonya kuhusu jitihada za kuihusisha na mashambulizi kama hayo kwa kuanzisha shughuli zinazofanyika chini ya bendera ya uongo. Jeshi la wanamaji la IRGC pia limeeleza kwamba Marekani ilitaka kukiuka majukumu yake chini ya mkataba wa maelewano uliosainiwa hivi karibuni kati ya pande hizo mbili kupitia vitendo vya uchochezi wa aina mbalimbali, na sasa imepokea jibu linalohitajika, taarifa hiyo inaendelea kusema, ikimaanisha kulipiza kisasi kwa jeshi hilo. Hilo litatumika pia kwa ukiukwaji wowote wa baadaye wa makubaliano hayo, imeongeza taarifa ya IRGC. Ikiwa uchokozi huo utarudiwa, majibu yetu yatakuwa mapana zaidi kuliko haya, imesisitiza taarifa hiyo. Vilevile kamandi kuu ya majeshi ya Iran imeonya kwamba Jamhuri ya Kiislamu itajibu hatua hatari za Israeli kwenye anga za baadhi ya nchi jirani. Kamandi ya Hatam al-Anbiya imesema kwenye taarifa iliyotolewa siku ya Ijumaa kwamba tunaona mienendo na uwepo wa ndege za kijeshi za utawala wa Kizayuni na wa kigaidi kwenye anga ya baadhi ya nchi jirani kuelekea Iran kwa ni kitendo hatari na tishio dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Taarifa hiyo imesisitiza kwamba iwapo Marekani haiwezi kuuzuia na kudhibiti utawala wa Kizayuni, basi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitavumilia tishio lolote na inaona kuwa ni haki yake kujibu hatua hizo hatari. Taarifa hiyo imesisitiza kwamba iwapo Marekani haiwezi kuuzuia na kudhibiti utawala wa Kizayuni, Iran pia imetoa onyo rasmi la mwisho kwa serikali ya Iraq na serikali ya mkoa wa Kurdistan wenye mamlaka kujitawala, ikizitaka kuchukua hatua za haraka dhidi ya makundi ya kigaidi yanayoipinga Iran yaliyojikita kaskazini mwa Iraq. Ujumbe huo uliowasilishwa kupitia balozi wa Iraq mjini Tehran, Yasir al-Hajjaj, umezipa Baghdad na Erbil machaguo mawili: kuwakamata vinara wa makundi hayo na kuwarejesha Tehran ili wafunguliwe mashtaka kutokana na harakati zao za kigaidi au kuwezesha kuhamishwa kwao kwenda nchi ya tatu ndani ya muda maalum. Vilevile, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imelaani vikali taarifa pamoja Marekani na Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, ikiitaja kuwa ni ya kuingilia mambo ya wengine, isiyo ya kuwajibika na ya kichochezi, huku kizionya nchi za eneo hilo dhidi ya kuendelea kushirikiana kwa misimamo ya uadui na Washington. Kwenye taarifa iliyotolewa siku ya Ijumaa, Iran ilijibu kwa ukali taarifa pamoja iliyotolewa tarehe 25 Juni 2026 na kuyatupilia mbali madai ya Washington kuhusu azma ya kudumu ya Marekani kwa ajili ya usalama wa nchi za Ghuba ya Uajemi, ikisema kuwa hayo si chochote ila maneno ya kisiasa yasiyoakisi uhalisia bali yanayopindua ukweli. J.D. Vance, makamu wa rais wa Donald Trump wa Marekani, amedai kuwa malengo yote yaliyotangazwa na utawala wa nchi hiyo na hasa ya kijeshi na nyuklia katika vita vyake vya kichokozi dhidi ya Iran yamefikiwa. J.D. Vance amedai kuwa Marekani imefanikiwa kufikia yale yote iliyokuwa imepanga kuyafikia kwa kutumia uwezo wake wa kiuchumi na kidiplomasia na kijeshi. Kuhusiana na madai hayo, ni wazi kwa makamu wa rais wa Marekani amejaribu kupunguza makali ya mashinikizo ya ukosoaji mkubwa wa ndani unaofanywa na pande mbalimbali na hata zinazounga mkono utawala wa Trump kutokana na kushindwa kwake kufikia malengo yaliyotangazwa rasmi ya kushambuliwa Iran. Kuanzia saa za mwanzo za operation za kijeshi dhidi ya Iran, utawala wa Trump ulifanya juhudi kubwa kubuni na kueneza simulizi bandia ya ushindi wa kihistoria dhidi ya Iran. Katika mfululizo wa hotuba zake za kitaifa na kimataifa, Trump alidai kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa umeharibiwa kabisa.
kamanda ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC kulemazwa, jeshi la wanamaji la Iran kuangamizwa, jeshi lake la anga kutoweka, na makombora yake balistiki yalikuwa yamekaribia kuharibiwa na kufutwa kabisa. Miezi mitatu baadaye, tathmini za kijasusi za ndani ya Marekani, tathmini huru za satellite, data ya uchumi wa kimataifa na tafiti za uchunguzi wa maoni ndani ya Marekani yenyewe zilitoa picha tofauti kabisa. Mujibu wa vyanzo vya kuaminika vya magharibi na kimataifa, kuna sehemu 6 ambazo malengo yaliyotajwa ya vita hayakufikiwa kabisa, na katika sehemu nyingine mashambulizi yalikuwa na matokeo ya kinyume yaliyohatarisha maslahi ya Marekani. 1. Kuhusu swala la nyuklia, lengo la vita lilikuwa eti kuizuia Iran kupata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Trump alidai kwamba vituo vya nyuklia vya Natanz, Fordo na Isfahan viliharibiwa kabisa katika mashambulizi ya awali, lakini tathmini za mashirika ya ujasusi ya Marekani na ripoti za satellite ziligundua kuwa uharibifu ulikuwa mdogo mno na ulifanyika kimsingi katika sehemu ya kuingia kwenye vituo hivyo. Sehemu muhimu za chini ya ardhi na mitambo ya kisasa ya kusukuma maji haikuharibika kwa kiasi kikubwa. J.D. Vance mwenyewe alikiri hadharani wakati huo kwamba Washington haijui eneo sahihi alikofichwa au ilikofichwa akiba ya urani iliyorutubishwa. 2. Hormuz, silaha ya kiuchumi iliyokabidhiwa Iran kwa mikono miwili. Makosa makubwa zaidi ya kimkakati yaliyofanywa na Marekani kwenye vita hivi, kwa mujibu wa Al Vaez, mkurugenzi wa mradi wa Iran kwenye kundi la kimataifa la migogoro, ni kuikabidhi Teherani kile alichokielezea kama silaha ya kiuchumi ya maangamizi ya umati. Tangu vilipoanza vita, Iran imekuwa ikidhibiti kikamilifu lango bahari la Hormuz na kusimamia safari za meli katika lango hilo kwa masharti yake. Hata baada ya kusitishwa mapigano, usafiri wa meli unaendelea chini ya masharti makali ya Iran na kwa gharama za ziada kwa mashirika ya meli. Tumeshuhudia sote namna kufungwa lango hilo kumekuwa na taathira za moja kwa moja kwa bei ya nishati ya ulimwenguni. 3. Mshtuko wa kiuchumi kwa Marekani na dunia. Vita vilikuwa na taathira hasi za moja kwa moja na za haraka kwa familia za Marekani. Bei ya mafuta yasiyosafishwa ilipanda kutoka karibu dola 67 hadi zaidi ya dola 120, ongezeko la hadi 80%. Bei ya tiketi za ndege ilipanda kwa karibu 20%. Mfumuko wa bei katika mnyororo wa usambazaji wa nishati ulizidisha mashinikizo dhidi ya familia nyingi katika pembe tofauti za dunia. Swala hili bila shaka lilikuwa na taathira mbaya sana za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa Trump, ambaye awali alijigamba kwamba alikuwa amefanikiwa kurejesha bei ya mafuta chini ya dola 3, mafanikio ya kiuchumi kabla ya vita. Kuhusu mvutano wa kisiasa, vita haraka vikawa mgogoro wa kisiasa wa ndani. Kura ya maoni ya Reuters Ipsos kuanzia Aprili 2026 iliweka ukadiriaji wa uungwaji mkono wa Trump kwa 34% hadi 36%. Ni 34% pekee wa Marekani ndio waliunga mkono uamuzi wa kuchukuliwa hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Uungaji mkono wa kiuchumi wa Trump uliporomoka hadi takriban 23% hadi 25%. Wengi wa wapiga kura walitathmini vita hivyo kama uamuzi mbaya ambao haungefikia malengo ya vita. Juu ya mgongano wa simulizi, Al Jazeera na vyombo vingine vya habari viliakisi pakubwa pengo kubwa lililokuwepo kati ya madai ya ushindi ya Trump na ukweli wa mambo katika uwanja wa vita. Wakati Trump anazungumzia ushindi kamili na mapatano yanayokaribia, muundo wa mamlaka ya Iran ulibakia madhubuti. Urutubishaji urani uliendelea. Utaratibu mpya ulibuniwa katika lango bahari la Hormuz na hifadhi ya urani haikuwa imekabidhiwa. Mkanganyiko huo uliharibiwa sana itibari ya Trump kuhusu vita. Sauti za ndani. Wachambuzi wa Marekani waliashiria moja kwa moja kushindwa Trump katika medani ya vita. New York Times na waandishi wa habari wa CNN waliripoti kuwa tangu mwanzo utawala wa Trump haukuwa na mkakati wa wazi kujinasua kwenye vita au kudhibiti taathira zake za kiuchumi. Wataalamu wa kijeshi walitathmini uthabiti wa Iran, uendeshaji wake mzuri wa vita visivyo na uwiano, uungaji mkono mkubwa wa wananchi kwa mfumo wa Kiislamu, kwa jambo ambalo alikutarajiwa na utawala wa Trump na hasa Pentagon. Kwa kuhitimisha, sababu tatu kuu zilizotumika kuhalalisha vita, yani kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran, kuharibu makombora yake ya masafa marefu na kubadilisha mfumo na utawala nchini humo, zote hazijafikiwa au zimekuwa na matokeo kinyume na ilivyokusudiwa.